Kufuatia sintofahamu ya uchaguzi wa mwaka 2025 kwa baadhi ya vyama vya siasa ama wagombea wa baadhi ya vyama vya siasa kutoonekana katika majukwaa ya siasa mwaka 2025 kama ilivyokuwa imetarajiwa na baadhi ya wananchi wengi kwamba huenda labda kungekuwa na ushindani wa moja kwa moja unaoonekana hata kwa watu wasiofahamu masuala ya siasa kwa ujumla wake, lakini ndivyo hivyo mambo yametokea. Na kama ujuavyo, hivi karibuni mahakama ilimpa ushindi ama ilikipa ushindi chama cha ACT Wazalendo kwamba mgombea wake wa urais ndugu Luhaga Mpina akaendelea na taratibu na baadaye akaenda kuwasilisha fomu zake katika tume huru ya uchaguzi na kumpatia maelekezo yote kwamba aendelee na kampeni, lakini serikali imemwekea pingamizi. Nini kinachofuata? Nini maoni ya wengi? Huyu hapa ni Yeriko Nyerere ambaye anatoa maoni yake kuhusiana na Luhaga Mpina na hatima ya nafasi yake ya kuwania nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ACT Wazalendo. Yeriko Nyerere anasema, taarifa hii ni mbaya kwa mustakabali wa demokrasia yetu. Lakini huo ndio ukweli wa siasa. Siasa ni vita na vita ni akili. Mchezo huu Zitto aliujua, lakini yeye anaipigania jimbo lake la Kigoma mjini. Mambo ya urais alishayamaliza tangu alipotushinda Chauma katika vita vya kumnyakua Mpina. Anasema, kwa maoni yangu, Mpina alifanya kosa tangu siku ya kwanza kuchagua chama cha kujiunga nacho. Anasema kosa la pili la Mpina likawa ni kuchagua nafasi ya kugombea, ambapo ningepata nafasi ya kumshauri ningemwambia asigombee urais bali agombee ubunge, ambapo hata asingeshinda ubunge basi angebaki na mtaji mkubwa wa dhamana ya umma. Yeriko Nyerere anasema kosa la tatu likawa ni kufungua kesi mahakamani, ambao kesi hii haikutakiwa kufika kwa msajili ikiwa zingetumika akili za kisiasa na akili za watoto wa daa. Mtu ambaye angeweza kumaliza kesi hii juu kwa juu alikuwa ni kaka yangu Zitto. Anasema Mona Lisa Ndala angejibiwa kwa meza ya mazungumzo ya kisiasa, kisha angepeleka mwanae chuoni na kuhamia Mbweni, maisha yaendelee. So, baada ya kosa la kwenda mahakamani na kisha kushinda ile kesi, Mpina alitakiwa kuwa mbele ya muda. Aliporejesha fomu tume na kuteuliwa, alitakiwa muda ule ule au kesho yake atangaze kujiondoa katika uchaguzi. Angekuwa ameua ndege kwa jiwe moja. Lakini kinyume chake, baada ya kushinda kesi alisherehekea na kushangilia na kuanza kampeni. Lilikuwa kosa la karne. Yeriko Nyerere anasema, nilimshangaa nikasema moyoni, Mpina aliyekuwa kwenye mfumo wa dola kama waziri anashindwaje kusoma mchezo huu? Anasema nikapata jibu kwamba ukiwa na hasira usifanye maamuzi yanayohitaji akili kubwa. Anaeleza kwamba tume na dola wamemalizana naye rasmi. Hana pa kwenda tena duniani na mbinguni, kwa kuwa matendo ya tume hayaojiwi na chombo chochote duniani na mbinguni. Yani, kitabu cha Mpina na ACT Wazalendo katika urais ya 2025 kimefungwa rasmi jana. Haya ndiyo mambo ambayo ameandika ama maoni aliyoandika ndugu Yeriko Nyerere, ambaye anamlilia Mpina na kwamba kitabu chake kimeshafungwa rasmi kutokana na pingamizi la serikali, kuwekewa pingamizi kwamba hatakiwi tena kugombea nafasi ya urais kupitia chama cha ACT Wazalendo kwa sababu ni kama yeye si mwanachama wa katiba kama inavyotaka, ambaye anaruhusiwa kuwania nafasi hiyo ya urais. Nini kifuatacho? Nini kinachoendelea?
tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 ndiyo tarehe iliyopangwa kwamba kutakuwa na uchaguzi mkuu. Mtazamaji, wewe una maoni gani kuhusiana na jambo hili? Tarehe 29 unaitazamaje? Tukutane majimboni.